Sheikh Jongo yeye anamwakilisha mufti katika hadhara hii inshallah, kwa sababu mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa mufti. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli ni'ma wa sallallahu wasallam ala nabiyil ummah habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna binuril fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta yafahama innahu ya'lam wa la na'lam wa huwa 'allamul ghuyub. Mheshimiwa Sheikh Hamid bin Masudi wa Jongo, babu yangu, mjumbe wa baraza la ulama, naibu imamu msikiti wa Manyema, hivyo ambaye tuko nao wewe hapa ukimwakilisha mheshimiwa roho yetu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Mungu akutawilishe na yule aliyokuwakilisha. Mshauri wa mufti mjomba wangu Sheikh Salim Londa, Khalifatul Qadiria, nawe Mwenyezi Mungu atawilishe umri wako. Babangu Sheikh Talib bin Ahmad Abdallah, mjumbe wa Hay'a al-Ulama, umependeza na juzi umenipa ijaza ya mavazi yako. Mimi nilizani anavaliwa harusini tu, lakini juzi ukaniambia wewe unavaa hivi inshallah. Kakangu Sheikh Abdallah wa Ulega, waziri wa ujenzi na mabarabara yetu, nawe Mwenyezi Mungu akuwafikishe katika kazi yako kubwa sana. Umekabidhiwa nchi hili lote kututandikia barabara, sio kazi ndogo, ni jukumu kubwa sana. Lakini Mwenyezi Mungu ampi mtu kilema akamkosesha mikogo. Inshallah Mwenyezi Mungu naye atakujalia. Wageni wetu, kipenzi changu Sheikh Mbaraka Awes, kakangu Sheikh Izuddin, Sheikh Sagaf, Faisal, nakupenda sana. Kakangu Sheikh Ashraf, nawe namuona Sheikh Athman bin Hamisi, Sheikh Kilakala, kubali tu jina hilo, Sheikh Yusuf wa Kidago, lakini Sheikh wa wilaya hii Sheikh Zailai na mashekhe wote mliokuwepo hapa na madarweshi wenzangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Mziwanda, jana tuliongea sana na nikampa mushkeli wangu kuhusiana na siku hii ya leo na time nitakayofika, na nashukuru alikubali, akanambia uje time hiyo na usikose, japokuwa limekushika hilo jambo. Nitanguliza hilo kwa sababu nimekuja mwisho, lakini jana tuliongea na Sheikh Mziwanda, na hivyo ndio ilivyo siku zote. Sheikh Abu Thabit anasema man kathura itabuhu qalla ashabuhu, mwenye lawama nyingi rafiki zake huwa wachache. Amri bin al-As akasema kinyume chake, man kathura asdiqauhu kathura huramauhu, mwenye marafiki wengi lawama huwa nyingi. Hii anaelewa yeye vizuri. Sisi tumezungukwa na watu wengi, lakini moja katika kazi niliopewa na wazee hawa kushughulika na kila maulidi ya mkoa huu, nihakikishe niwepo au aende mtu, basi hata kutanguliza kofia iwe pale. Leo kuna maulidi kule kwetu Magomeni, jicho kwa jicho, na nina miaka 5 sikuwa nikienda, lawama zikawa nyingi sana. Bahati mbaya shughuli ile sikuwa nakwenda kwa sababu ya hii. Pale katika shughuli ile ya kina mama wawili, ni miongoni mwa kina mama walionisomesha Qur'ani.
na kwa vile leo ni siku ya wanawake nikawapa wao. Umeeleweka vizuri? Leo ni siku ya wanawake, nikaenda kwa wale wakina mama. Hao ni wakina mama ambao kwamba wana nafasi kubwa hapa mkoani wa kuwasomesha watoto wa Qur'ani. Miongoni mwa watoto waliosomeshwa na wakina mama hao ni mimi. Mwenyezi Mungu nao awafanyie wepesi. Baada ya kutanguliza udhuru huo, najua imeeleweka. Maana mufti anasema usipojisemea usemewi. Na alitupa kisa kimoja mufti kwamba katika wakati wao Tanga waliwahi kutembelewa na shekhe mmoja kwa Shekhe Ali bin Buhuri. Alikuja kisha baadaye shekhe akamwambia, mpeleke shekhe huyu mgeni wetu sokoni mjini atembee. Sasa ile neno kwamba mpeleke shekhe, ikawa yule shekhe hakulipenda. Mbona shekhe tu, hataji vitu vingine. Alipotoka baada akatua chache akamwambia, wewe mtoto, mie sio shekhe tu, mie gogo. Miongoni mwa faida ninazopata kwa Mungu, sometimes ujiambie watu mie gogo. Salamu zetu za mkoa. Haya, wasabiquna alawwal. Leo ni siku ya wakina mama, na kakaangu Sheikh Mziwanda akasema shughuli hii ije na ujumbe huo, na hakika tangu mihadhara ya mchana pamesemwa sana, tumesema sana, na hapa nyie mmesikia sana, na wakina mama wenyewe wamesikia sana. Uzuri shughuli hii zile kamera zote ziko live dunia nzima, na ZBC2 inakwenda viral nayo. Kwa hiyo huko watu wako hivi wanaona na wamesoma sana kutoka kwa vinywa vitukufu hivi, na atakuja mzee Jongo atakuja kukamilisha. Neno langu mimi katika ujumbe hiyo, wanawake, kila mlichokisikia hapa mkakifanyie kazi. Ndio ujumbe wangu. Tusije tukaongeza maneno tukaharibu yale, kwa sababu bahati nzuri mimi sikuyasikia, naweza nikarudia yale ikiwa nikawa naongeza vile. Lakini neno langu mimi moja kwa umma huu, mkutano kama huu kuupata, hata wanasiasa waupate, lakini mzee Ulega hawaupati, na kama wanaupata kwa gharama kubwa sana. Watu ulufu na wamekaa kimwa wanasikiza. Kwanza nikupongeze mzee baba, kupongeze sana. Usingojee ufe ndo niseme nitakuwa najitia. Lakini kuweza kuwakusanya watu hivi mji huu wa Dar es Salaam, wakakaa kimya, wakasoma kuanzia asubuhi mpaka saizi wanasoma tu, wallahi tunaapa si rahisi. Hii kama inadulisha kitu, basi kikubwa ni mapenzi yao kwa waliowaita. Mwenyezi Mungu akukinge. Manake mwaka juzi tulikuja hapa, ilikuwa panachemshwa, kuni zinakwisha, maji hayachemki. Mimi wangu sana huyu, au nisiseme ili upate dua. Mwaka juzi palikuwa panapikwa, watu wamejaa kama hivi, ili baada ya shughuli paliwe. Kuni ziliisha, sufuria ikuchemka hapa uwani hapa, wallahi nakwambieni. Tulivyojaribu kufanya dua, maki alinita, na mimi nazo dua njoo bwana, na mimi nikajidai kutia vidua. Kulikuwa na generator likaripuka. Sasa lakini tulifanikiwa, sufuria zikachemka, kwa sababu tumepewa vitu na wazee, tumepewa alhamdulillah. Sufuria zilichemka na ule moto haukuendelea, ila tokeo la pale gharama ilipatikana, aliumwa. Sasa mwaka huu wacheni mambo hayo,
Sisi tunampenda huyu, hatuna jinsi, tunampenda kwa sababu anatufanyia mazuri. Watu kama hawa tutapata wapi? Sasa niseme, katuita wengi hivi, ndugu zangu, kwa nafasi yangu ni waombe, mwanamke ni hivyo tulivyomsikia kutoka kwa mashekhe, ndivyo alivyo. Msiende tena mkakengeuliwa haya, mkabadilishwa kuhusiana na mwanamke, mkageuzwa. Kuna maigizo mengi sana tunayaona mitandaoni huko, magazetini, mabarabarani, katika maskani. Mwanamke nafasi yake kubwa. Na ukitaka kujua, wewe tazama baadhi ya aya Mungu anavyomweka mwanamke. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Twende hapo. Liyu'adhiba Allahu al-munafiqina wal-mushrikina wa yatuba Allahu 'ala al-mu'minina namna hii. Mwenye Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hivyo katika malipo kutokana na kazi zao. Wewe usiwatofautishe. Tumswalie Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu anaangalia utendaji. Inawezekana wewe ukawa mwanamume lakini katika utendaji ukawa mwanamke tu. Sisi tunaangalia nini unafanya. Kweli una ndevu, ukisema sauti yako nzito kama yangu, sometime unakwenda gym una kifua, lakini sisi tunakutizama impact yako katika our society, katika jamii yetu. Inawezekana wewe ndio pengine chini ya vile wewe mwanamke. Hayo ndio ujumbe wangu. Msiende mkageuzwa kabisa. Tuna kawaida tunasikia sana. Shekhe wangu Sheikh Muhammad Ayubu rahmatullah alayhi aliwahi kusema, zamani watu wakija katika hadhara kama hivi wanasikia sana, baada ya kusikiliza wanakwenda kutumia sana. Sheikh Muhammad Ayubu amesema hivyo. Lakini sasa ma'al asafi shadid, katika wakati tuliokuwa nao vice versa, ikhtalatil mawazin. Watu wanakuja wanasikiliza sana ili wakapinge sana. Ndio tulivyo. Vidote tukapinge. Yani uko hapa special kupinga tu. Na tangu limeingia jina la uchawa, jina limetuharibu hilo. Sasa chawa huyu, maana chawa kutoka namna mbili au tatu. Kuna chawa wa nywele na chawa wa mwili na chawa wa nguo. Si chawa gani? Hapana. Twendeni tukitoka hapa kwa wingi wetu na haya tuliyosikia kwa wingi, tukayafanyie kazi, tuwaonyeshe watu. Kuna neno maandamano. Sheikh Jongo, maandamano nasemwa. Mimi nawaambieni, hakuna asiyekuwa Muislamu akafanya maandamano, hayupo. Nchi hii tumezaliwa na wengine sasa tunafikia miaka 60 huko, japokuwa tuna sura za kitoto, wengine wakubwa. Tumeona kila maandamano, oya wenyewe sisi. Msiende mkapigiwa mpira wa karatasi ndani unajiwe. Inaeleka lugha hiyo? Sijui kama huko Maputo inajifanya. Kule Magomeni kuna sometime unarushiwa mpira wa karatasi ili upige dandana, kumbe ndani kuna nini? Unavunjika mguu. Usiende. Please. Sisi watu wa maandamano. Sisi slogan yetu
ni la ilaha. Ibtizama, angalia hii kalimatu tauhid inaanza na nafi la, alafu ndio inakuja ithbati la ilaha illa Allah. Kila Muislamu kila anachokisikia anakikataa kwanza, kisha anakipima, anakiweka katika mizani, ukitoka mzani wa manufaa anakithibitisha. Usibadilishe ukaanza kupokea kisha ukatae baada ya kuumia, wazimu huo. Mnanielewa sijui? Mko wengi hapa hivi, Shaulega akiwaona na watamani kule Mkuranga mtokee kama hivi, hawapati. Mimi mmekuja wengi kama mmekuja kuleta dhamuni, nawaambia hivi hivi, twendeni tukaishi na watu kwa tabia zetu. Sisi Waislamu tuna tabia zetu, nazo nini? Kukubali wema tuliofanyiwa. Imamu Shafi rahmatullah ta'ala alayhi anasema, alhurru, muungwana, mtu mwenye akili, man yurai widada lahdha, anachunga wema japo mdogo, wayantami ila man afadahu lafdha, na siku zote anajinasibisha na kujiweka chini ya yule ambaye kampa faida japo ya neno moja. Sio maneno yawe 100, neno moja tu. Mangapi tumefanyiwa? Mangapi? Na leo niwaambie, miongoni mwa tofauti ya mwanamke na mwanamume katika utendaji, wallahi nawaambieni, someni vitabu, mwanamke ana uwezo wa kufanya mengi chini ya dakika moja. Tazameni hata hao mlikuwa nao nyumbani, in short period anaweza wakati huo akatandika, wakati huo anafua, wakati huo anafagia, wakati huo anakupiga vijembe kwa ule mfanyia jana. Anatafuta nyimbo moja nzuri, unaona anaburudika, kumbe anakupiga. Aliamka mtu mmoja juzi anaimbiwa na mkewe, umelala doro, umelala doro. Sasa yeye anajua kalala usingizi, kumbe jana lam yafalu shay'a. Unanielewa? Hatukusudii kuwachekesha. Mwanamke Mwenyezi Mungu amemsaidia ndani ya kipindi kifupi. Ahmad, nakupenda bwana. Asante. Ongeza kidogo. Asante, jazakallahu khair. Kusifia. Tumeelewana? Na tizameni katika kipindi kifupi mengi yaliyofanywa. Haijatokea. Kwa hiyo msiende na mkumbo. Tabia zetu sisi, Mtume ametukataza. Ujumbe wangu wa kimkoa huwa, iyakum wal imma, msiwe watu wa kufuatafuata na kuigaiga. Wajumbe ndio taquluna in ahsana an-nasu ahsanna wa in dhalamu dhalamna, mnasema watu wakifanya vyema na sisi twafanya, wakiharibu na sisi tumo. Tumesema bal watinu ala anfusikum, jishikeni. Kujishika mrudi katika la ilaha illa Allah, mkatae kwanza, mlitie jambo katika kipimo, mlichakate sawa sawa, kisha mlipange. Mmoja katika watu wakubwa, namalizia nimkaribishe mzee Jongo na maneno yake siku hizi, anasema alhuru, muungwana, man yudafiu an fikra, ni yule ambaye kwamba anazipigia debe na kuzipambania fikra hata kama zimesemwa na nani. Lakini mshamba na mtumwa ni yule siku zote anaangalia mtu fulani hata kama ana fikra mbovu. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Tulipitisha hili jambo kwa namna ambayo kwamba Mwenyezi Mungu yeye atatukadiria, lakini juhudi yetu inatakikana. Wama alaina ila albalagh mubin. Sheikh Jongo, huu ni wakati wako, najua wewe sasa unasimama hapo kama mufti.